عزمت للرحمن أمري وعلى خطاطها مشيت. يا نفحة القرآن فوحي عطرا على قلبي وروحي. يا بلسما يطوي جروحي لولا الهداية ما ارتويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ndugu zangu Waislamu, tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutuwafikia kutukutanisha katika nyumba miongoni mwa nyumba zake kama ada baada salati alfajiri, chini ya darasa letu mwongozo wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Na kama tulivyozungumza jana, ndugu zangu, leo biidhnihi tabaraka wa taala tutaeleza mwongozo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam wakati mtu anapokuwa na hasira. Wakati mtu akiwa na hasira, je, mwongozo wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam uko namna gani kwake yeye? Na tutakuja kueleza mwisho wa darasa letu kwa nini ndani ya Qur'ani kuna aya zimefungamanishwa kati ya kuua na kuzini. Kwenye Qur'ani ziko aya hizo ambazo tutakuja kuziona baadaye. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akitaja madhambi ya kuua na hapo hapo hutaja madhambi ya kuzini, au akitaja dhambi la kuzini hapo hapo kando Mwenyezi Mungu hutaja dhambi la kuua. Kuna mafungamano gani kati ya mambo ya kuua na mambo ya kuzini? Hayo insha Allah ndio itakayokuwa tukimalizia darasa letu. Kwa nini Mwenyezi Mungu amemuumba mwanadamu na hasira? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimuumba mwanadamu na vitu vitatu. Alimuumba mwanadamu na matamanio. Matamanio ndiyo yanayomfanya mwanadamu akaishi. Kila mwanadamu yuatamani kula, mwanadamu yuatamani kuvaa vizuri, mwanadamu yuatamani kupeleka gari, mwanadamu yuatamani awe na shamba zuri, mwanadamu yuatamani awe na mke mzuri. Mwanadamu ana matamanio ya kiume, au kama ni mwanamke ana matamanio ya kike. Vile ni vitu Mwenyezi Mungu amemuumba navyo mwanadamu, na ndivyo vinavyopeleka maisha ya mwanadamu. Unayemuona leo amejenga ni kwa sababu matamanio ndio yaliyomfikisha mahali pa kujenga. Utakayemuona leo ana gari wapeleka au ameoa ni kwa sababu matamanio ndio yaliyomfikisha hapo alipofika. Kwa hiyo matamanio ni kitu cha kwanza ambacho Mwenyezi Mungu amemuumba nacho mwanadamu. Mwenyezi Mungu amemuumba mwanadamu na hasira. Kisha Mwenyezi Mungu amemuumba mwanadamu na akili. Akili ambayo
itamuongoza mwanadamu katika hasira na katika matamanio. Lakini kwa kuwa leo mazungumzo yetu ndugu zangu ni masala ya hasira, swali ambalo kwamba tutajiuliza, kwa nini mwanadamu ameumbwa na tabia ya hasira? Mwanadamu ameumbwa na hasira. Baadhi ya ulamai kama Imam al-Ghazali katika Ihya Ulumuddin yasema ameumbwa na hasira kwa sababu ya kujiondolea au kujikinga na vitu ambavyo vitamkera mwanadamu kama yule. Mwenyezi Mungu ameumba kuna vitu vyenye kudhuru, na ili mwanadamu aweze kujitetea na vitu vyenye kudhuru, Mwenyezi Mungu akamuumbia hasira ambazo itakuwa ni mtetezi wake, hasira ambazo kwamba zitamsaidia mwanadamu kujikinga na chochote ambacho kwamba chamdhuru mwanadamu kama huyu. Haya ni baadhi ya maelezo ya Imam al-Ghazali katika Ihya Ulumuddin. Al-Imam al-Ghazali yasema nguvu ya hasira za mwanadamu huketi moyoni, lakini tafsiri ya hasira za mwanadamu ni ile damu ya mwanadamu kuchemka ndani ya moyo mpaka mwanadamu yule akawa yuataka kulipiza kisasi kwa jambo lolote ambalo kwamba amefanyiwa. Hivi ndugu zangu ndivyo mwanadamu alivyo. Kwa ajili hiyo ndugu zangu, hasira za mwanadamu ziko sampuli mbili. Kuna hasira ya mwanadamu kujikinga na jambo ambalo kwamba halijatokea, na kuna hasira za mwanadamu kulipiza kwa jambo ambalo kwamba tayari lishatokea. Hizi zote ni katika sehemu za hasira ya mwanadamu. Jambo ambalo kwamba halijatokea, umekasirika kuanzia sasa. Lengo la kukasirika ni lile jambo lisitokee. Jambo ambalo kwamba lishatokea, kama ni madhara yashapatikana, ukakasirika ukaamua kulipiza kwa sababu ya kwamba matatizo yametokea, zile zote zahesabiwa ya kuwa ni sehemu katika hasira za mwanadamu. Al-Imam al-Ghazali yasema hasira za mwanadamu zina sababu mbili. Zina sababu ya ghariziyun na kuna sababu ya i'tiyadiyun. Hasira za mwanadamu kuna maumbile. Kuna watu tabia zao ni kukasirika. Kuna watu tabia zao ukimkasirisha kidogo tayari amekasirika. Na hii ni hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume aliposema inna minan nasi sari'a al-ghadabi sari'a al-fai'i. Mtume asema katika hawa watu kuna ambao hukasirika haraka, lakini ukimwomba radhi hurejea nyuma haraka. Mtume asema huyo ni mtu mzuri. Mtu yote ambaye hachelewi kukasirika, lakini ukizungumza naye ni mwepesi kurudi, Mtume asema ni mtu mzuri. Sampuli ya pili, Mtume asema kuna watu ambao ni sari'a al-ghadabi bati al-fai'i. Ni mtu ambaye ukimkasirisha ukasirika haraka, na ukimwomba radhi utachukua miaka, hajui kusamehe. Mpaka akikusamehe basi ni miaka imepita. Mtume akasema sampuli ya watatu, kuna watu ambao ni bati al-ghadabi sari'a al-fai'i. Ni mzito kukasirika, si kwamba hakasiriki, hasira zake huchelewa, lakini ni mwepesi wa kurudi nyuma. Ukishakumwambia shekhe yameisha, haya tusameheane, tayari yameisha, wala hakukumbushi. Huyu kadhalika ni katika watu wazuri sana kulingana na hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mtu mbaya ni yule ambaye Mtume alimtaja akasema mtu mbaya ni yule ambaye Mtume alimtaja sallallahu alayhi wasallam ni sari'ul ghadabi bati al-fai'i. Ni mtu ambaye hukasirika haraka na kurudi kwake pia matatizo. Kuna anayekasirika haraka akarudi haraka, kuna anayekasirika haraka akachelewa kurudi, kuna anayechelewa kukasirika akarudi haraka, kuna anayechelewa kukasirika akachelewa kurudi. Katika wote hawa mtu mbaya kabisa ni yule ambaye tayari hukasirika hata kama hujamkasirisha, na ukimwomba radhi utaomba radhi, utamteremsha Jibril na malaika wengine
yeye bado amekasirika, hataki kusamehe. Hii ni ile inayoitwa gharizi, hasira za kitabia, na kila mmoja anazo. Kila mmoja katika sisi ana hasira za kitabia. Hakuna mtu ambaye hana hasira za kitabia, kama namna tutakavyokuja kueleza katika baadhi ya hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuna hasira ambazo kwamba wanasema ni i'tiyadi, ni mazoea. Mazoea ni mtu ambaye kwamba mathalan ameishi na watu, ameona watu wanavyojifakhiri. Kuna watu hujisifu wakiketi na watu, mimi bana sio kuchezewa, mimi ni mtu bana ukinigusa kidogo mimi mambo yangu hayakeshi, tumalizana hapo hapo. Ni lugha tuzitumia sisi. Sasa mtu ambaye ameketi na wewe kwa muda mrefu, na wewe lugha zako ni hizo za kwamba wewe mambo yako hayalali, ni hapo kwa hapo, nifanyie nikufanyie, yule mtu na yeye akaondoka akawa amezoea ile mambo yako, kwa sababu Waarabu wanamsema husema as-sahibu sahib. As-sahibu sahib, rafiki hukuvuta. Desturi mtu huwa na tabia ya rafiki yake, kwa sababu rafiki hukuvuta ukaenda kwenye tabia yake. Hii wanasema ni hasira ambazo ni i'tiyadi, huja kwa sababu ya mazoea. Lakini vile vile ndugu zangu Waislamu, hasira zina athari. Na mimi nazungumzia hasira nyingi. Kuna watu ambao wakikasirika huvunja ma TV, huvunja mafriji, kisha baadaye ndio akiketi akaanza kupata gharama kupeleka kwa mafundi na kununua vitu vingine. Hasira zina athari. Hasira zina athari katika moyo, hasira zina athari katika sura, hasira zina athari katika vitendo, katika ulimi. Kila mahali mtu akikasirika hasira nyingi huwa kuna athari zake. Miongoni mwa athari za kiwiliwili kizima, aliyekasirika hasira nyingi ni kubadilika rangi yake. Kwa mfano, ikiwa ni mtu mweupe ukamuona amekuwa mwekundu ghafla, ni kutetemeka. Kuna baadhi ya watu wakikasirika sana utamuona mpaka mwisho amefika mahali yuwatetemeka. Ni katika athari za hasira. Wakati mwingine mtu akikasirika sana hutoka katika kawaida ya kufanya mambo anayojulikaniwa nayo, akafanya mambo ambayo hajulikaniwi nayo wala hakuzoeleka nayo. Wakati mwingine katika athari za hasira ni mtu kuzungumza maneno yaliyomo na yasiyokuwemo, mpaka ukaona povu katika ashdaq. Ashdaq ni sehemu za mwisho wa mdomo hizi, ukaona mtu yote na povu kwa sababu ya kuzungumza sana. Katika baadhi ya athari za hasira ni kumuona mtu haya macho yamekuwa mekundu, hizi mboni zake au haya macho yake sehemu ya weupe imegeuka imekuwa nyekundu kwa sababu ya hasira kama ile. Na ndio hapo ndugu zangu Al-Imam Al-Ghazali yasema, lau mwanadamu wakati amekasirika hasira hizi ataletewa kioo, aiangalie sura yake namna ilivyobadilika, namna ilivyokuwa sura mbaya, basi hatokasirika tena. Kipindi kile ambacho amekasirika mpaka tuiona mishipa kichwa imesimama, twaona amezungumza mpaka mishipa humu imesimama, twaona amezungumza mpaka povu humu inaonekana kwenye ashdaqi zake. Al-Imam Al-Ghazali yasema kipindi kile lau ataletewa kioo ajiangalie, basi ataacha kukasirika, kwa sababu sura yake kipindi kile huwa ni mbaya. Kisha Imam Ghazali akazungumza jambo lingine, akasema na hii ni picha ya nje, ama picha ya ndani katika moyo huwa ni mbaya zaidi kuliko ile picha ya nje namna ilivyo. Athari za hasira katika ulimi ni kumuona mtu yatukana, yazungumza maneno machafu, maneno ambayo kwamba mwenye akili hawezi kuyazungumza. Wachilia mbali mwenye akili, maneno ambayo yeye aliyekasirika aliyeyazungumza, hasira zikitulia
akiambiwa ayazungumza hawezi kuyazungumza. Na haya ni mambo ndugu zangu tuyaona. Ukamwona mtu amezungumza maneno mabaya, yeye mwenyewe, wacha mtu mwingine, yeye mwenyewe hasira zikimtulia, akiambiwa shekhe ulisema kadhaa kadhaa, haamini. Au akiambiwa yarejelee yale maneno uliyozungumza, yeye mwenyewe hawezi kuyazungumza kulingana na uchafu na ubaya wa maneno kama yale. Miongoni mwa athar za hasira katika viungo vya mwanadamu ni mtu kukasirika mpaka akawa yuwapiga. Ukamwona mtu amekasirika amekunja sura yake, au ukamwona mtu ankasirika mpaka yuwazikatakata nguo zake, au ukamwona mtu ankasirika amefika daraja ya kuua, amefika daraja ya kumtia mtu jeraha. Na aghlabia ndugu zangu, mtu kama huyu anayekasirika na hasira zake huzimaliza na kupiga, ikiwa hakupata cha kupiga basi huwa mgonjwa. Na ndio kuna watu leo akikasirika, ikiwa yule aliyetaka kumpiga amemkosa, ima amemkimbia au ameshikwa amezuiliwa hakuweza kumpiga, utamuona mtu kama huyo mara nyingi wakatakata nguo zake, au yujipiga mwenyewe makofi, au utamuona yuipiga piga ardhi kwa nguvu, au kama kuna mbuzi mbele yake, ng'ombe, utamuona amempiga teke, au kama hakuna, ndio hayo niliyozungumza, ikiwa kuna TV, ikiwa kuna friji, ikiwa kuna nini, ukamuona yuipiga ile friji yuivunja, au yumuona yuipiga ngumi ukuta, ataumia yeye, lakini atapiga ngumi ukuta kwa nguvu. Yani huyu ni mtu hasira zake namna zilivyokuwa nyingi, ili zipoe ilikuwa ni kumpata yule aliyemkasirisha ampige. Bila ya kumpiga mtu kama yule, yeye huona ya kuwa hajafanya kitu. Hii ni sehemu ndugu zangu katika athar za hasira. Lakini hasira ndugu zangu vile vile zina athari katika moyo. Miongoni mwa athari za hasira katika moyo, huleta chuki, huleta hasadi, huleta ile inayoitwa idhmaru sui, kumfichia mwenzako mabaya. Yaani mtu amekasirika, umewaza mpaka umesema muache leo, lakini akiingia kwenye timing yangu siku nyingine ndipo atanitambua mimi ni nani. Tayari una kitu ambacho umemwekea moyoni, vamngojea tu siku hata kama ni kwa jambo dogo upatilize lile na hili. Miongoni mwa athari za hasira katika moyo ni ashamata. Shamata ni kufurahikia matatizo ya mwenzako. Yaani mtu ambaye una hasira na yeye, la usikia amegongwa na gari utaona raha, la utasikia amepooza wewe utafurahika, kwa sababu ya ile hasira ambayo iko ndani ya moyo wako. Miongoni mwa athari za hasira ni al-azmu ala ifsha'i sirri. Pengine ni mtu ambaye una siri yake. Ni mtu zamani alifanya jambo ambalo kwamba ni la siri, yeye alijua, kwa sababu ya hasira ambazo kwamba uko nazo na yeye ukaamua kuitoa siri kama ile. Istihzai, kumteza shere. Haya yote ndugu zangu ni mambo ambayo huleta ile hasira. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, hasira ni kitu ambacho kwamba kwa mwanadamu kiko. Ni wakati gani wa kutukanika? Ni wakati ambapo hasira ile humpelekea mwanadamu akatoka katika saitara, akatoka katika ile hali ambayo kwamba amezoeleka nayo. Lakini ndugu zangu vile vile mwanadamu kutokuwa na hasira kabisa ni jambo baya. Mwanadamu kutokuwa na hasira kabisa, Al-Imam Al-Ghazali katika Ihya Ulumuddin yasema kutokuwa na hasira kabisa huletea hata masala ya al-khunutha, huletea mtu kuwa, Kiswahili tunamuita khanithi. Yeye mtu ambaye kwamba Mwenyezi Mungu amemtoa wivu katika moyo wake, kiasi cha kwamba binti yake aweza akajua yuwalala na fulani kwa njia ya haramu, yuwaziniwa na fulani, na yeye akaona poa tu, hii ni sawa tu. Chambele cha lugha leo ni uhuru wake huo wa kikatiba, ndio lugha ambazo kwamba zinazungumzika hivi sasa. Yaani hata ile wivu ya kwamba binti yangu wachezewa na mtu fulani, kwa nini asimuoe? Ikiwa hataki kumuoa, wacha nimkomeshe yule mtu. Ukamuona hata mtu ana wasiwasi.
ikiwa si yule, wacha nidili na binti yangu. Ukamwona mtu yuko radhi, na pengine ataletewa mapeni na binti yake na akatumia, hana wasiwasi wote. Bali ukamwona mtu mwingine amekosa wivu mpaka na mkewe. Ukamwona mtu amekosa wivu mpaka na mkewe, yani mtu amtuma mkewe hasa, wacha kujua kwamba mkewe yuwatembea na mtu na yeye amenyamaza, yeye ndio yuwamtuma mkewe. Mbona mara hii hujakwenda? Mambo yanakuwa magumu ndani ya nyumba, hakuna mfuko wa unga. Mbona hujakwenda kwa fulani angalau tukapata huo mfuko wa unga? Ile ni kwa sababu yeye ameishi maisha ya kutokuwa na hasira kabisa. Na ndugu zangu Waislamu, ulamai wasema wivu umeumbwa lihifdhil ansabi. Wivu umeumbwa kwa sababu ya kuzihifadhi hizi nasaba. Wewe fikiria ingelikuwa hakuna wivu. Yaani ingelikuwa mume hamuonei wivu mkewe, una yakini gani kwamba mtoto ulioko naye mbako? Ala sabili mithali, napiga ni mfano. Yaani Mwenyezi Mungu lao hakutumbia wivu kabisa. Mkeo hana wivu na wewe huna wivu na yeye. Yaani waweza, ni kama nilivyosema, waweza kumtuma mkeo nenda kwa fulani, mke zakamwambia mumewe nenda kwa fulani, na kila mtu yuona ni sawa, nasaba zingelichanganyika. Mwenyezi Mungu ameumba wivu kwa sababu ya hizi nasaba zisichanganyike. Na sitaki tuzungumze masala ya wivu, lakini wivu nao ni masala mapana. Ni masala ambayo kwamba, na kama wanavyosema wenyewe, kuna tofauti ya wivu wa mwanamume na wivu wa mwanamke, na kuna natija ya wivu wa mwanamume na wivu wa mwanamke. Kila mmoja katika hao wivu wake una sababu zake na una natija zake. Lakini miongoni mwa mambo ambayo kwamba humpelekea mtu akakosa wivu ni kwa sababu ya kutokuwa, yani kwa sababu ya kutokasirika kabisa, huleta mambo kama hayo. Na ni kama alivyosema baadhi ya ulama wasema, kullu ummatin wudhi'atil ghayratu fi rijaliha wudhi'atis siyanatu fi nisaiha. Umma wote au jamii yoyote ukiwaona waume wana wivu sana, basi ujue wanawake wajihifadhi sana. Na ukiona umma waume hawana wivu kabisa, basi ujue wanawake wao ukimshika mkono usizungumze, ukimshika mkono twende, kwa sababu waume katika jamii ile ni watu ambao kwamba hawana wivu. Ala kulli hal, ndugu zangu, ni kama nilivyotangulia kusema, Uislamu umetufundisha katika hasira baina tafriti wal ifrat. Yani Uislamu umetufundisha katika hasira usivuke mipaka, wala katika hasira usirudi chini ikawa huna hasira kabisa mpaka watu wakawa waambiana fulani mfanyie lolote hawezi kukasirika. La, usiwe namna hiyo. Hasira zako ziache zichukue ishara kupitia kwa akili yako na zichukue ishara kupitia kwa dini yako. Ndugu zangu Waislamu, je, mwanadamu aweza akajilazimisha asiwe na hasira? Je, mwanadamu aweza akajifanyia mazoezi lolote utakalomfanyia asikasirike? La. Nimetangulia kusema kwamba hasira ni maumbile kwa mwanadamu, tutatofautiana tu kukasirika haraka na kutokasirika haraka, lakini hasira kwa mwanadamu ni jambo la maumbile. Na ndio hata mitume alayhimussalam, Mwenyezi Mungu aliwaumba kukasirika. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam katika hadithi alisema, Allahumma ana basharun, Mola mimi ni mwanadamu, aghlabu kama yaghlabu albashar, mimi pia hukasirika kama wanavyokasirika watu wengine. Ni hadithi ya bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Lakini hasira za Mtume alayhi salam zilikuwa hazimtoi katika jaddatul haqi, katika njia ya sawa. Na ndio Abdullah ibn Amr ibn al-As alipomwambia Mtume, ya Rasulullah, huyu sahaba alikuwa ana kalamu yake na hutembea na ngozi. Zamani ilikuwa hakuna karatasi, vitu viandika kwenye ngozi au huziandika kwenye al-likhaf. Al-likhaf ni yale magamba ya miti, yale magamba ukiyatoa, zamani watu walikuwa wakiandika sehemu zile, ima ngozi
au katika likhaf, au mtu afuate mti au kore ule mti kama na kisu hivi ili yale maandishi yabakie. Huyu bwana amwambia Mtume, ya Rasulullah, aktubu anka fi ridha wal ghadab, je, mimi ni mtu napenda kuandika ukizungumza, je ulisemalo liliandike, ikiwa umekasirika, ikiwa huna hasira? Mtume akamwambia sallallahu alayhi wasallam, uktub, andika, fa walladhi ba'athani bil haqqi nabiyyan ma yakhruju minni illa al haqq, mimi nilisemalo huwa ni haki, kwa hivyo andika wala usifanye wasiwasi wowote. Hii ni kuonyesha kama Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa hukasirika na yeye. Na Mtume akimuona mmoja katika masahaba amekasirika, Mtume alikuwa hamwambii usikasirike. La, nimesema hasira ni tabia. Mtume alikuwa akimkontroli katika hasira zake. Na ndio Mtume siku moja ameja kwa Aisha akamwona ankasirika. Mtume akamwambia Aisha, usikasirike. Alimuuliza mama Aisha, shetani wako leo ankuja? Shetani wako leo amekuja? Kwa lugha leo ni sawa na kumuuliza mtu, za kikweli leo zimekuja? Shetani wako leo amekuja? Mama Aisha akamwambia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kwani wewe huna shetani? Mtume akamwambia naye, walakinni da'awtu Allah fa'anani alayhi fa aslam, lakini mimi nilimuomba Mwenyezi Mungu amenisaidia akasilimu. Fala ya'muruni illa bil khair, haniamrishi illa mambo ya khairi. Ni shetani gani huyu? Al-Imam al-Ghazali katika Ihya'u asema ni shaytanul ghadabi, shetani la hasira, ndiye ambaye Mtume alikuwa yamkusudia sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Masahaba wa Mtume walikuwa wakikasirika, lakini walikuwa wakikontroli zile hasira zao. Na ndiyo maana wakitukanwa au wakifanywa jambo la makruhu, walikuwa hawalipizi, walikuwa wakizidhibiti zile hasira zao. Angalia mfano Salmanul Farisi, sahaba wa bwana Mtume Muhammad. Kuna bwana alikuja akamtukana Salmanul Farisi, akamwambia yule bwana, siku ya kiyama ikiwa mizani yangu itakuwa nyepesi, tafsiri yake mimi mtu wa motoni, si ndio? Ikiwa mizani yangu itakuwa nyepesi siku ya kiyama, basi mimi ni mchafu kuliko hivyo ulivyonitukana. Na ikiwa siku ya kiyama mizani yangu itakuwa nzito, hayo uliyozungumza hayatonidhuru. Maneno mafupi tu. Msome Ar-Rabi' ibn Khaytham alipotukanwa alizungumza maneno hayo. Alimwambia, ndugu yangu, ni kweli ulivyonitukana, lakini siku ya kiyama kuna mlima, atakayeupita huo mlima ataingia peponi. Kwa hivyo mimi nikiupita huo mlima nikiingia peponi, hayo niliyotokana nayo hayana shida. Na ikiwa sitaupita ule mlima niingie peponi, nitaingia motoni mathalan, basi hivyo ulivyonitukana mimi nastahili kutukanwa hivyo na zaidi ya hivyo. Si kwamba walikuwa hawakasiriki, lakini walikuwa wakizichukua zile hasira wakizipeleka katika njia ambayo kwamba yakasirika. Na ndio muongozo wa Mtume kama namna tutakavyomalizia. Sayyiduna Abu Bakr alitukanwa radhiallahu ta'ala anhu, akamwambia yule aliyemtukana, mshukuru Mwenyezi Mungu ambaye amekustiri wewe akanifedhesha mimi. Yani mwenzangu wewe ni mswafi, mashallah, ni tahara, kiasi cha kwamba mpaka umeona aibu zangu kama kuntukana nazo, basi mshukuru Mwenyezi Mungu ambaye yeye amekustiri mpaka aibu zako ikawa hazionekani. Na mifano ya mambo kama haya. Malik ibn Dinari watembea, akaja mwanamke akamtukana, akamuita ya murai, mwenye kufanya ria. Malik ibn Dinari akamfuata yule mwanamke akamwambia, ma arafani ghairuka, katika watu wote hakuna anayenijua vizuri kuliko wewe. Mwingine alikuja akamtukana, akamwambia, nakushukuru, umeniletea zawadi. Zawadi gani? Umenieleza aibu zangu nilizonazo. Umeniita, kwa mfano, umeniita mshenzi, umeniita mpumbavu. Yani umenieleza kwamba miongoni mwa aibu zako ni ushenzi, wacha ushenzi. Miongoni mwa aibu zako ni upumbavu, wacha upumbavu. Kwa hivyo nakushukuru kwamba umekuja ukanifahamisha zile aibu zangu ambazo mimi mwenyewe nilikuwa sizijui,
na nitajitahidi aibu kama hizi niziepuke. Hivi ndivyo namna walivyokuwa watu wema, ndugu zangu watukufu Waislamu, wakiamiliana na hasira. Lakini ndugu zangu, kumalizia mazungumzo haya, hasira zina sababu. Miongoni mwa sababu zake ni kujiona. Ukimtukana mtu, mara nyingi wewe wajiona kuwa ni mkamilifu kuliko yeye. Ukitukana fulani ni mzinifu, tafsiri yake ni kwamba wewe wajiona ni msafi kuliko yeye. Fulani ni kadhaa, ni mwizi, tafsiri yake ni kwamba wajiona wewe ni mzuri kuliko yeye. Hii ni katika asbabi za kutukana watu, al-ujbu, kujiona. Miongoni mwa sababu za kuleta hasira ni mizaha mingi. Mzaha mwingi wa kuvuka mipaka kadhalika huleta hasira. Miongoni mwa mambo yanayoleta hasira ni kumwaibisha mtu. Kumwaibisha mtu, yule mwambia mtu jambo ambalo wamtia aibu, ima yeye au amtilia aibu mzazi wake, ni katika mambo ambayo huleta hasira. Mijadala isiyokuwa na maana. Mijadala isiyokuwa na maana. Ramadhani yaingia, kesho kutwa mjadala wa mwezi utaanza. Mjadala wa mwezi utaanza. Je, mwezi Mbarabuni au mwezi wa Afrika utaanza? Mjadala ambao kwamba tuuita mjadala tasa, yenye watu wamejadiliana mpaka siku hizi imekuwa mpaka wale manamba wa watu, mtu kusoma suratul Fatiha hajui, lakini hapo utamsikia mwezi wa Arabuni bwana, ala kula ambako mtume mtumilizwa dhahir, bila kuangalia kwenye vitabu kwa zungumzo ina. Ala kulli hal, mijadala ambayo kwamba haina natija yoyote. Haya yote ni katika mambo ambayo kwamba huleta hasira zamani mtu anapoyashiriki mambo kama haya. Ndugu zangu, tumalizie. Je, mwongozo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam katika masala ya hasira uko namna gani? Mwongozo wa Mtume, mtu akikasirika, kuna mambo ili hasira zake zitulie, kuna mambo ayaseme na kuna mengine ayafanye. Zamani hasira zinapokuingia, na mimi nazungumzia zile hasira nyingi zile, Mtume katika mwongozo wake kuna mambo ya kuyafanya na kuna mambo ya kuyasema, na yote ni muhimu mtu ayafanye, na yamepangiliwa kwa mpangilio. Ikiwa hili halikukusaidia, halikupunguzia hasira, fanya hili. Ikiwa halijakupunguzia hasira, fanya hili mpaka hasira yako irudi chini. Ya kusemwa, hasira zikupanda nyingi, sema a'udhu billahi minash shaitani rrajim. Hivi ndivyo namna Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alivyomfundisha mama Aisha. Alipoingia akamwona amekasirika, Mtume alimshika pua mama Aisha, akamshika pua, kisha akamwambia, ya Uwaishu, ewe Aisha, quli, sema, Allahumma rabban nabiy Muhammad ighfir li dhanbi wa adhhib ghayza qalbi wa ajirni min mudhillati alfitani. Baada ya kumshika pua akamwambia haya maneno, kuona ya kwamba ajilinde kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ndio zile hasira zake zishuke. Kwa hivyo jambo la kwanza ambalo hufanywa mtu akikasirika hasira nyingi, la kuzungumza kwanza ni ajilinde kwa Mwenyezi Mungu, aseme a'udhu billahi minash shaitani arrajim. Akishakulimaliza hili, ikiwa hasira zake hazijarudi, sasa ni mambo ya kufanywa, ni akae. Ikiwa mathalan alikuwa amesimama, ni akae. Ikiwa alikuwa ameketi na hasira zake hazijarudi chini, ni alale kwa ubavu. Na wenyewe wanasema kila aliyekasirika akiwa karibu zaidi na ardhi, ile ardhi hupunguza zile hasira zake. Kila mtu akikasirika akiwa karibu zaidi na ardhi, ile hasira zake huendelea kupungua. Kwa hivyo ikiwa alikuwa amesimama, ni aketi, yuwa karibu na ardhi, hasira zake zikishuka ni sawa, hazikushuka alale kwa ubavu, kwa sababu husaidia kupunguza hasira. Katika mambo ambayo mtu akikasirika sana ni muhimu ayafanye ni kwenda kutawadhi, kwa sababu udhu nao pia husaidia sana katika kupunguza zile hasira.
Katika mambo ambayo kwamba katika hadithi ya mtume asema idha ghadhiba ahadukum falyatawalla bil fa innamal ghadabu minan nar, mtu akikasirika atawadhi, kwa sababu hasira zimetokana na maji na zimetokana na moto, na maji ndio yanayozima nini? Yanayozima moto. Katika hadithi nyingine mtume ametufundisha mtu akikasirika sana, mtume asema idha ghadhibta faskut, ukikasirika hasira nyingi nyamaza, usizungumze chochote, kwa sababu kule kunyamaza hupunguza zile hasira za yule ambaye kwamba amekasirika. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam katika hadithi yasema innal ghadaba jamratun fi qalbi ibn adam, hasira ni kaa katika moyo wa mwanadamu, ni kaa la moto. Kisha mtume akawauliza masahaba, ala tarawna ila humrati ainaihi wa intifakhi audajihi, muangalieni mtu aliyekasirika namna mishipa yake inavyomtoka, namna uso wake unavyombadilika. Kisha mtume akasema faman wajada min dhalika shay'an falyaltasiq falyulsiq khaddahu bil ardi, mtu akikuta hali yake ni hiyo, amekasirika kiasi hicho, basi alale, ikiwezekana hichi kitafute chake kitafute ni hichi, ikiwezekana kiguse ardhi. Hasira kama zile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huzijalia zikapungua na huzijalia hasira kama zile zikaisha. Haya ni mambo ndugu zangu mtume ametufundisha. Ya kusema ni a'udhu billahi minash shaitani rajim, ya kuyafanya ni kutawadhi, kuketi chini au kulala kwa ubavu, kunyamaza. Yote haya mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ametufundisha kuwa husaidia sana katika kupunguza hasira za mtu ambaye amekasirika. Na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam katika masahaba wake wako ambao kwamba walikuwa wakikasirika hasira nyingi, na wako waliokuja kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wakataka mtume awape ushauri, na mtume akawa yuwaambia la taghlab la taghlab la taghlab, usikasirike usikasirike usikasirike, kama hadithi ambayo kwamba iliyo maarufu. Ukisoma katika Qur'ani, ukisoma katika suratul An'am, Mwenyezi Mungu amekutanisha kuua na uzinifu. Na ukisoma katika suratu al-Isra'i, suratu Bani Israil, vile vile Mwenyezi Mungu amekutanisha kati ya zina na kuua. Na ukisoma katika suratul Furqan vile vile amekutanisha. Na ukisoma katika suratul Mumtahina, hizi zote ni sura Mwenyezi Mungu amekutanisha. Katika suratul An'am Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alisema wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wala taqtulun nafsa allati harrama Allahu illa bilhaq. Wala taqrabul fawahisha ni mambo ya uzinifu, kisha mbele imekuja wala taqtulun nafsa allati harrama Allahu illa bilhaq. Katika suratul Isra'i Mwenyezi Mungu asema wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa saa sabila, kisha mbele wala taqtulun nafsa allati harrama Allahu illa bilhaqqi. Katika suratul Mumtahina Mwenyezi Mungu asema ya ayyuhan nabiyyu idha ja'aka almu'minatu yubay'inaka ala an la yushrikna billahi shay'an wala yasriqna wala yaznina wala yaqtulna auladahunna. Hizi ni baadhi tu ya sura ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezikutanisha. Kwa nini amezikutanisha? Ni kwa sababu ya yale ambayo tumeyatanguliza kuyasema. Mwenyezi Mungu amemuumba mwanadamu na maumbile mawili, maumbile ya hasira na maumbile ya shahwa, kutamani. Maumbile ya hasira ndiyo yanayoleta umwagakaji wa damu, na maumbile ya kutamani ndio yanayopelekea mwanadamu akaenda akazini. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, ufupi wa darasa letu la leo ni mwongozo wa mtume katika mambo ya kukasirika, na zamani mtu akikasirika yatakikaniwa afanye namna gani. Kitu muhimu ndugu zangu Waislamu ni tusiwe ni watu wa hasira nyingi ambazo kwamba zitatutoa katika saitara tukaweza kujimiliki. Mtu akasirike kwa sababu ukasirika ni haki ya mwanadamu, lakini baada ya hasira akili ikuongoze, dini ikuongoze,
ili katika hasira zako uyafanye yale ambayo yatamridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu inshallah tubarikie kwa tuliyozungumza, na tujalimna alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.